Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Kwa majina unaitwa nani? Jina langu naitwa Fauzia Jabir Muhammad Katundu. Hebu niambie Bi Fauzia, hichi kituo kilianza mwaka gani? Nimeanzisha mwaka 2007, lakini nyuma zaidi ya 2007 nilianza kufanya taratibu, lakini 2007 ndio ikachanganya kuweza kuwasaidia watoto wengi. Kilikuwa na jumla ya watoto wangapi? Mwanzo nilianza na watoto 14, lakini kwa sasa hivi nina watoto 200 pamoja na walemavu 35. Wajane? Wajane na wajane 60, ambao kati ya wajane kama 10 wana matatizo mbalimbali. Kama jana nimepewa taarifa ya mjane mwingine anatakiwa achangiwe kama 200,000 kwa ajili ya kuanza dozi ya kansa. Kwa hiyo wajane wote ninao, lakini 10 wana matatizo, 60 wako vizuri. Na kwa namna gani umeweza kukabiliana na changamoto za kulea watoto, kwa sababu tunaona wengi hawawezi kulingana na makuzi ya watoto ambao wanakuwa wamekulia ama wazazi wanapokuwa wameondoka katika hii dunia, wanaacha katika mazingira ambayo kidogo yanakuwa sio mazuri? Mwanzo nilianza kwa ugumu kwa sababu nilikuwa kama mimi. Baadaye nilipoona hizi changamoto tukitaka tuzitatue, nikaanzisha umoja wa wajane. Kwa hiyo umoja wa wajane umenisababishia niwe na nguvu ya kuweza kulea watoto. Kwa hiyo umoja wa wajane tunalea watoto wetu kwa ajili ya upendo. Kwanza nilianza ugumu wangu kuwarekebisha wakina mama. Wakina mama wana tabia tofauti. Kwa hiyo nikajaribu kuwaweka sawa, kwanza kuwafahamisha kuwa sisi ni wazazi, kwa hiyo tusibague watoto. Kwa hiyo ikanichukua muda kwanza mpaka kunifahamu, lakini baadaye wakaweza kunielewa. Mwisho wa siku sasa hivi tuko neno letu ni moja, kuhakikisha Tanzania isokuwa na machokora. Umeniambia kuna kijana mmoja ambaye anaitwa Edgar, ni mtoto ambaye alikulia katika mitaa. Huyu mtoto namna gani uliweza kumpokea na alikuwa na tabia zipi na mpaka sasa maendeleo yake yakoje? Baada ya Edgar nilipigiwa simu na mkaka mmoja wa Kihindi. Yule mkaka wa Kihindi akanambia kuwa yeye alipompata yule mtoto alimkuta amechoka kwa njaa, amejitupa, amelala. Kwa hiyo akimwangalia ni mtoto ambaye ni mdogo na amelala vile, nini tatizo, unaumwa? Hapana, nini? Akasema njaa. Akamwambia, ikabidi kamuumiza, akabidi awapigie simu Wahindi wenziwe, kuna mtoto hapa, je nifanyeje? Naelekea yule Muhindi hana vitu vingi anavyovijua vya Tanzania, utaratibu wanafanyaje. Wale wakamwambia, kuna mama mmoja anaitwa Antifau, je tukupe namba yake, yeye atakupa utaratibu wote na anaweza akamsaidia. Lakini mwisho wa siku akanipigia simu. Alivyonipigia simu nikamwambia mpeleke uko wapi, akasema yeye amempatia Kariakoo mtoto. Nikamwambia nenda katika ofisi ya serikali katika maeneo hayo ambayo ya Mnazi Mmoja alipompatia mtoto. Kwa hiyo alipokwenda pale akaongea nao, akasema sasa sisi, japokuwa yeye alimnunulia chakula, akamnunulia matunda, lakini wale wakasema tunashukuru kwa kutupatia hii namba ya huyu mama, kwa sababu sisi pa kuwapeleka watoto hatuna. Kwa hiyo mwisho wa siku yule baba akawa hapajui kwangu, ila akawaomba wale wenye serikalini pale, maafisa ustawi, japokuwa hakukutwa afisa ustawi, alikuwa hayupo, mtendaji ndio alipatikana pale wa Kariakoo Mnazi Mmoja. Akamwambia basi nakuomba wewe mtendaji, mimi nitalipa kila kitu, lakini mpelekee huyo mama. Basi mimi nikamwambia nina uwezo wa kumchukua mtoto, nitamwangalia, nikimwona wa kusoma. Akasema mimi kama atakuwa unamuona wa kusoma, niko tayari kumhudumia kila kitu. Basi ile mtoto akaletwa. Changamoto niloipata ya kwanza ya mtoto, kwa sababu nimeshawahi kukaa na watoto, nishakuwa na wafahamu. Yaani kuna mwingine anakupa majaribu tu kuhakikisha kuwa wewe unampenda kweli au umemchukua tu. Kwa hiyo akaanza vituko, anapiga makelele, mara hiki kistaki, anaweza kaamka akasema nataka mayai, yani mara anataka kutoroka. Unasema naye kwa utaratibu, unamwambia kuwa unapokwenda unapotea, wewe unataka kusoma, unamwambia kwa upendo. Lakini hamna kilichoniumiza zaidi, siku ya 3 alipata homa kali sana. Alipopata homa akanifuata analia, ananiambia bibi naumwa, homa kali, anaunguza, ananikumbatia. Kilichoniumiza kusema kuwa ina maana hawa wanapoumwa wakiwa peke yao, nani wanakuwa kumkumbatia?
anakumbatiwa na nani? Mtoto kama vile, yani mtu anaumwa alafu anakufuata anakuambia bibi naumwa sana, na kweli alikuwa anaunguza. Basi nikambembeleza, nikamwambia utapona baba, utapona. Lakini vile ninavyozidi kumbembeleza na kukaa naye karibu, nikawa naona ni mtoto ambaye anahitaji upendo. Kwa hiyo watu wengine tusione wasikii, wanahitaji upendo. Yani uko nyuma washakosa upendo. Kwa hiyo unapoendelea na wewe kumnyanyapaa, anazidi kuwa mkatili. Kwa hiyo mwisho wa siku ndo anaingia kwenye wizi. Basi nimeendelea kukaa naye vituko, lakini mwisho wa siku kanyoka. Kama mtoto mzuri na ananiambia anataka kusoma, na niliwahi kumuuliza ukishasoma unataka kuwa nani? Anasema nitakuwa na uwezo, nataka kumsaidia bibi yangu kwa sababu yeye baba hajawahi kumuona wala mama. Baba anasema alimkimbia kumuona, lakini mama hajawahi kumuona. Na historia ya mama sio nzuri. Aloisikia na sikupenda yeye ambiwe, lakini akanambia kuwa atamsaidia mama yake, lakini kitu cha pili ahadi yake kuwa atahakikisha wasiwepo watoto wa mtaani. Kwa hiyo ina maana ni kitu ambacho kinawaumiza, sio kuwa wanakipenda kuwepo mtaani. Edgar mwenyewe ni huyu Mambo? Poa, shikamoo. Marhaba. Una umri gani? Miaka 12. Miaka 12. Unajisikiaje kuwa hapa? Vizuri. Haya, mtoto Edgar ni huyu hapo pembeni yangu, ana umri wa miaka 12 na anasema anajisikia vizuri kuwa hapa. Sasa sisi leo kutoka Crown Media, timu ya jirani, lakini tumeambatana na wadau wengine. Tuna daktari pale ambaye yeye kasema itakapotokea changamoto yoyote kuhusiana na afya ya watoto katika kituo hichi, atakuwa tayari muda wote, wakati wote kushirikiana na wewe. Kwa hiyo kama kuna shida yoyote ya kiafya, kwa hiyo yuko tayari kuja kuwatibu kwa namna yoyote ile ambayo Mwenyezi Mungu atakuwa amemjalia. Lakini pia tuna kaka mwingine ambaye anaitwa Ali kutoka NGOs binafsi. Yeye ni mara nyingi anakuwa anahusika na masuala mbalimbali kuhusiana na watoto hao ambao wamekosa mapenzi kwa wazazi wao, watoto wa mitaani, lakini hata wale watu ambao wanaishi katika mazingira magumu. Na yeye pia ametuletea dawa na sadaka yake nyingine. Kwa namna moja ama nyingine tulichojaliwa ni kidogo, lakini tunaomba ukipokee. Na Panadol ziko hapo, kuna unga wa lishe, kuna sabuni, kuna gloves kwa ajili ya mtu anapotaka kufanya usafi anaweza akavaa, lakini pia kuna changamoto mtoto anapoumia huwezi kumshika, unajua, kwa hiyo unaweza ukatumia gloves. Sadaka yetu ya Eid Fitri ndio hiyo, tunaomba upokee japo kidogo. Crown Media. Hapa ni nyumbani.